faida katika hadithi. Anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ففي هذا الحديث فوائد منها, katika hadithi hii kuna faida. Miongoni mwa faida hizo, anna al-insana yanbaghi lahu idha raa 'inda ahlihi ahada, miongoni mwa faida ni kwamba mwanadamu au mtu yampasa yeye akimuona kwa ahli yake au katika familia yake mtu yoyote, ayasala, basi yampasa aulize. Yani wewe waingie nyumbani kwako ukamkuta fulani huko, upasa uulize ni nani huyu. Ayasala man hu, aulize ni nani huyo. لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله, kwa sababu inawezekana ikawa huyo aliyeingia nyumbani kwa ahli zako ni katika wale ambao wewe hupendi waingie nyumbani kwako. Inawezekana hivi kwa sababu miongoni mwa sababu kwa sababu watu inawezekana usimpende fulani kuja nyumbani kwako kwa sababu miongoni mwa sababu. Inawezekana ujio wake kasababisha matatizo makubwa nyumbani kwako, au mara nyingine ni wale tharthar mbea. Sasa wewe utaki afike nyumbani kwako kwa sababu anaweza kaharibu familia yako. Ni mwenye kuhamisha maneno, kuyatoa hapa kuyapeleka kule, na ya kule kuyarudisha huku kwa lengo la kufitinisha. Kwa hivyo inawezekana kwamba huyo aliyoko ndani ni katika wale ambao wewe hutaki na wala hupendi wafike nyumbani kwako. Fa inna minan nisaa, shaka nasema katika faida hii, kwani wako miongoni mwa wanawake man taati ila ahli albayt, wako wanakuja nyumbani kwa mtu, wako miongoni mwa wanawake wa nyumbani kwa mtu, tuhadithuhum bi ahadith ya'thamuna biha. Shaka nasema wako katika wanawake wanakuja nyumbani kwa mtu wakawazungumzisha wao maneno ambayo wapata madhambi kwa maneno hayo, min alghibati wa ghairiha, ikiwemo kusengenya na mfano wake. Wa amma yati bihi fi baitihi, au mara nyingine mwanamke akaja ndio ameingia nyumbani kwako, huyo anahoji mumeo akija analeta nini? Wanawake hao. Alafu ajibiwa, mume wangu akija hapa na mihogo, anambia Sasa yule aanza kumbadilisha mkeo fikra. Mara nyingine wewe ndio una uwezo wa mihogo, tuelewane vizuri. Huna uwezo wa kuleta nyama na masamaki. Uwezo wako ni muhogo, wajua kabisa, au unga wa dongo. Wajua mimi nikifika dongo, kwa sababu ndio uwezo wako. Hata mchele alete. Amwanzia huyo. Atazungumza maneno huyo, atampeleka mkeo mbali. Kuna wanawake Sheikh anasema wa sampuli hiyo, waweza kufika nyumbani kwa mtu akazungumza maneno ya ajabu kabisa. Akaulizia hata mume anapokuja anakuja na nini. Bali Sheikh anasema wa rubbama tadkhulu imra'a bihusni niyya au bighairi husni niyya, anaweza akaingia mwanamke nyumbani kwa nia njema au pasikuwa na nia njema. Tasalu anil bayt, akaulizia kuhusiana na nyumbani hapo, amma yafalu azwaj, kuhusiana na mambo ambayo mume anayafanya. Anaweza akaja yeye aulizia tu stories za mume wa yule mwenye nyumba, au mara nyingine akaulizia story ya watoto wake, yukoje fulani, alafu akitoka pale aenda kuyatangaza, fulani kadha kadha kadha. Sasa mwanamke huyu afai, ifike mahala apigwe stop pale nyumbani, fulani aje hapa, asifike, asikanyage. Hiyo ndiyo hikima ya kuulizia nani huyo, ili umjue ni katika wale ambao waridhia kufika kwako au si wale ambao waridhia wafike kwako. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akamuuliza mkewe hapo mama Aisha radhiyallahu anha. Kadhalika katika faida nyingine ya hadithi hii Sheikh anasema
أنه ينبغي للإنسان ألا يجحد نفسه بالطاعة حقيقة mambo yalivyo yampasa mwanadamu asiipe tabu nafsi yake kwa taa, yani sio uibananishe nafsi, fanya kadiri ya uwezo katika mambo ya kheri haya, usiipe tabu nafsi yako katika mambo ya taa. Wa kathrati al-amal, na kukithirisha amal, fa innahu idha fa'ala hadha mal, kwa sababu yeye akifanya haya mambo kwa tabu, kuipa nafsi yake uzito, atachoka. Thumma tarak, kisha taacha. Wa kaunuhu yabqa ala al-amali law qalilan mustamirran alayhi afdal, na kuwa mtu anabakia katika matendo hata kama ni kidogo lakini yenye kuendelea, hilo ni bora juu yake. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، kwani ilimfikia mtume alayhi salam kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As قال, alisema hivi: la asumanna an-nahar, kwa hakika nitafunga michana, yani yeye mchana wote ule atafunga. Wala aqumanna al-layl ma ishq, na nitasimama usiku maadamu niko hai. Haya maneno yanamfikia mtume sallallahu alayhi wasallama kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ameweka azma yeye kwamba michana yote atafunga na usiku kila siku atasimama kufanya ibada za usiku maadamu yuko hai. Qala dhalika raghbatan fil khair, kayasema hayo Abdullah ibn Amr ibn al-As kwa ajili ya kupupia kheri, kuitaka kheri. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، mtume sallallahu alayhi wasallam likamfikia hilo. Faqala lahu, akasema mtume alayhi salam kumwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, anta alladhi qulta dhalik, wewe ndiye uliyesema haya, kuwa wewe utafunga michana yote na utasimama usiku kila usiku kuswali, wewe ndio umeyasema hayo? Qala na'am ya Rasulullah, akasema ndiyo ewe mjumbe wa Allah. Qala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innaka la tutiqu dhalika, wewe hutoweza hivyo. Thumma amarahu an yasuma min kulli shahr 3 ayyam, kisha mtume alayhi salam akamuamrisha afunge kila mwezi siku 3. Yeye ya kufunga kila siku hatoweza. فقال أطيق أكثر من ذلك، Abdullah ibn Amr ibn al-As akasema mimi ninaweza zaidi ya hivyo, yani zaidi ya kufunga siku 3 kila mwezi mimi ninaweza. Faamarahu an yasuma yawman wa yuftiru yawmayn, mtume alayhi salam akamuamrisha Abdullah ibn Amr ibn al-As afunge siku moja na afungue siku 2, ndio utaratibu wake uwe hivi. Faqal, akasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, utiku akthara min dhalik, mimi ninaweza zaidi ya hapo. Kidume hicho anapopia khairi, mimi ninaweza zaidi ya hapo. Faqal, mtume alayhi salam akamwambia, sum yawman wa aftiru yawma, funga siku moja na fungua siku moja. Qal inni utiku akthara min dhalik, akamwambia mimi ninaweza zaidi ya hiyo. Kidume hicho bwana, mimi ninaweza zaidi ya hivyo. Qal, mtume alayhi salam akamwambia, la akthara min dhalik, hadha siyamu Daud, hakuna zaidi ya hapo, hiyo ndiyo saumu ya Nabiiullah Daud, wa huwa afdalu siyam, hakuna zaidi ya hapo. Akamfungia milango. Lakini sasa Ibn Uthaymeen anasema hapa, wa kabira Abdullah ibn Amr, na akafika utu uzima Abdullah ibn Amr ibn al-As, wasara yashukku alayhi an yasuma yawman wa yatruku yawma, ikawa kuna uzito kwake yeye kufunga siku moja na kufungua siku moja. Yani alipofikia ukubwani huko utu uzima, ikawa kuna mashaka juu yake.
فقال ناقا وعسيم عبد الله بن عمرو بن العاص ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ليت mimi ningelikubali ile ruksa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma sara yasum 15 yawma sarda, ikawa sasa anafunga siku 15 mfululizo. Wa yufṭiru 15 yawma sarda, na akawa anafungua siku 15 mfululizo, anaziunganisha mfululizo, anafunga alafu mfululizo tena anafungua, akawa anafanya hivi. Hadithi hii inaashiria suala lile lile kuwa mtu katika jambo la ibada atakiwa awe kati kwa kati, asichupe ile mipaka aliyowekewa kisheria, wala vile vile asizembee. Yani usiwe mzembe lakini pia usichupe mipaka ya kisheria. ففي هذا vile vile katika hadithi hii dalilun ala anna al-insana yanbaghi lahu an ya'mala al-ibadata ala wajhin muktasib. Katika hadithi pia kuna dalili ya kwamba mwanadamu yampasa mwanadamu afanye ibada kwa namna ya kati kwa kati, la ghuluwa wala tafrid, hakuna kuchupa mipaka wala hakuna kuzembea, yani ufanye kadiri ya kile kiwango kinachotakiwa, hatta yatamakkana min al-istimrar alaiha, mpaka aweze kuendelea katika jambo lake hilo la ibada. Wa ahabbu al-amal ila Allah adwamuhu wa in qall, na matendo yenye kupendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale matendo ya yule mtendaji mwenye kudumu katika amali hiyo, hata kama yakiwa machache, lakini maadamu anadumu nayo basi ni matendo yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tujifunza katika hadithi hii kuacha kuchupa mipaka katika sheria, katika hizi ibada, katika hizi taa, tufanye kati kwa kati kama sheria ilivyoamrisha. Hadithi ya pili katika mlango, qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala, yapokewa kutoka kwa Anas bin Malik Allah amuiradhi asema, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, walikuja watu watatu mpaka nyumbani kwa wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani wamekuja wao nyumbani kwa wakeze mtume sallallahu alayhi wasallama, yasaluna an ibadati an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, wakiulizia kuhusiana na ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu katika ibada za mtume alayhi salam kuna ibada za dhahiri za wazi, lakini pia kuna ibada za siri. Miongoni mwa ibada za siri za wazi ni hizi anazifanya msikitini, katika mijumuko ya watu wanamuona, za wazi hizo. Ama za siri ni zile anazozifanya nyumbani kwake akiwa peke yake na wake zake. Kwa hivyo hawa mabwana wakaenda kuulizia huko majumbani kwa mtume alayhi salam, kwa wake zake, zile ibada anazozifanya mtume alayhi salam kwa siri akiwapweke. Falamma ukhbiru, wakati walipoambiwa kuwa mtume alayhi salam afanya kadha, kaannahum taqalluha, kana kwamba wao wamezidogesha, wakaziona kama vile afanya chache vile mtume alayhi salam, afanya kidogo ibada. Lakini wao walikuwa na dhanna njema kuwa hivi anaofanya mtume alayhi salam ni kwa sababu amesamehewa madhambi yake bwana, yaliyotangulia na yale yaliyochelewa amesamehewa, ndio maana afanya hivi. Ndio dhanna yao ilikuwa hivi. Waqalu, na wakasema, aina nahnu minan nabiy sallallahu alayhi wasallam, tuko wapi sisi na mtume alayhi salam? Kwa maana mtume sallallahu alayhi salatu wassalam amesamehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia na madhambi yake yaliyochelewa, sisi wapi na wapi bwana?
afanye hivi ni kwa sababu hiyo. Wakataja hapo mbele qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, afanye hivi kwa sababu amesamehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia na yale yaliyochelewa, kwa maana bado hajayafanya yote, amesamehewa. Na hili limekuja katika Qur'ani wazi. Qala ahaduhum, akasema mmoja wao, amma ana fa usalli al-layla abada, amma mimi nitaswali usiku abadan, yani kwa maana yeye usiku ni swala. Mtu wa kwanza akasema mmoja wao, amma mimi nitaswali usiku siku zote, yani ikifika usiku swala na yeye anaswali. Waqala al-akhar, akasema mwingine, wa ana asumu ad-dahra la uftir, na mimi nitafunga mwaka mzima sitofungua. Kwa maana ukiingia mchana na saumu, kila mchana yeye anafunga na hafungui, yani usiku anakula, mchana saumu. Watu wanapopia khairi Waqala al-akhar, na akasema mwingine, wa ana a'tazilu an-nisaa, na mimi nitajitenga na wanawake, fala atazawwaju abada, sitooa abadan. Mimi nitajitenga na wanawake, sitooa. Yani yeye aona wanawake hawa watamchelewesha katika khairi na taa, kwa hivyo yeye ameamua, mimi sitooa, nitajitenga na wanawake. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ilayhim, Mtume alayhi salam akawaendea wao. Faqal, akasema, antum alladhina qultum kadha wa kadha, ninyi ndio wale ambao mmesema hivi na hivi, yani akawanukulu yale maneno yao. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama wallah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, amma wallahi, hakika mimi namuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ninamcha mno Allah subhanahu wa ta'ala kwenu ninyi. Yani amma mimi ni mwenye kumuogopa mno Allah subhanahu wa ta'ala kwenu ninyi, na ninamcha mno Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asumu wa uftir, lakini mimi ninafunga na ninafungua, yani kwa maana ninafunga baadhi ya siku na ninafungua. Wa usalli wa arqud, na vile vile mimi ninaswali usiku na ninalala. Wa atazawwaju an-nisaa, lakini pia mimi ninaoa wanawake, ninastarehe na wanawake. Wa atazawwaju an-nisaa, na ninaoa wake na ninastarehe nao. Faman raghiba an sunnati, basi yoyote atakayejiweka kando akajitenga kutokana na mwenendo wangu, falaysa minni, basi hicho kitendo cha kujitenga na huu utaratibu wangu na mwenendo wangu, basi hilo si katika mimi. Yani mwenye kufanya hivyo na kujitenga, hicho kitendo hicho sio katika utaratibu wangu kabisa, ni mbali na utaratibu wangu. Qala muttafaqun alayhi, hadithu muttafaqun alayhi. Lakini pia hadithi hii al-allama anataja ina fawaid pale aliposema, fa fi hadha dalilun ala annahu yanbaghi lil-insan an yaqtasida fi al-ibada, na katika hii hadithi kuna dalili ya kwamba yampasa mwanadamu awe kati kwa kati katika jambo la ibada, bali yanbaghi lahu an yaktasida fi jami'i umurihi, bali yampasa yeye huyo mwanadamu awe kati kwa kati katika mambo yake yote. Li'annahu in qassara fatahu khairun kathir, kwa sababu huyo mwanadamu akifanya mapungufu katika ibada, basi zitampita khairi nyingi. Wa in shaddada fa innahu sawfa
يكل ويعجز ويرجع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا. vile vile mwanadamu ikiwa atafanya tashdid, atatilia uzito, saufa yakili, atakuja kushindwa, akachoka. Wayajiz, na atashindwa. Wayarji, na atarudi, kwa maana kile ambacho alikuwa anakifanya ataachana nacho. Walihadha yanbaghi lilinsan, na ndiyo maana yampasa mwanadamu an yakuna fi a'malihi kulliha muktasidan, yampasa mwanadamu awe katika matendo yake yote afanye kati kwa kati. Hivi ni katika mambo ya ibadati na taa. Watakiwa wewe usiruke ile mipaka uliyowekewa kisheria. Yaingia haya hata katika mambo ya kusoma pia. Yatakiwa hata katika mambo ya durusu hizi, katika mambo ya murajaa. Mtu anafanya murajaa lakini amefika mahala anasinzia, aache aende kapumzike, kwa sababu inawezekana kabisa akawa anafanya murajaa, analazimisha na huko anasinzia, kisiingie chochote kichwani kwake, chochote kisiingie. Lakini tuelewane, tambihi ya shabab, isije kutuletea faida hii tukishakaa sasa katika utaratibu, kwa sababu sisi tumekupeni muda wa kupumzika. Hapa tunazungumzia ule muda wako wa ziada, umekusudia wewe kuamka usiku wa manane kufanya murajaa wako, ukajikuta wasinzia, walala. Hebu acha hilo jambo, nenda kalale kapumzike. Lakini ikiwa umewekewa utaratibu, kwa maana kuna halakat, kuna muraja unafanyika kwa utaratibu, basi wewe usilete hoja hizi, kwa sababu huu ni utaratibu unafahamika kuwa wewe umepewa muda wako kupumzika. Sasa usije ukajitoa katika halaka pale nini. Katika faida ya hadithi bwana tumesoma sisi, si mahala pake. Hapa tuzungumzia ule muraja wako, umejitolea mwenyewe katika muraja. Hata katika mambo ya ibada, mfano umekusudia kusimama usiku, lakini wafanya ibada waswali huku wasinzia. Sikuna watu tuwaona sisi katika swala za usiku anasinzia hasa, na mara nyingine akatoka hatua mbele nyuma arudi mbele, au mbele arudi nyuma, usingizi. Huyu kwa ushauri bora kabisa naomba wewe shehe, hebu nenda kapumzike kwanza, kwa sababu hicho unachokifanya si ajabu ikawa unaomba kheri kutoka kwa Mola wako, lakini si ajabu ikawa unaomba shari kutoka kwa Mola wako. Yani mfano katika dua zako sasa wasinzia, utaombaje? Yani pale pa kusema rabbi ghufirli, si ajabu kaingiza neno jingine, na hili ni jambo alimpasi mtu. Kwa hivyo tunachokisema katika mlango huu, ifike mahala yale mambo yako ya kujitolea yale fanya kati kwa kati, usiruke ile mipaka, kwa sababu katika hilo si ajabu usipate faida. Na hadithi zijazo ni ushahidi katika hayo, kuwa wewe fanya mambo ya ibada, mambo ya toa kati kwa kati, na ndio utastafidi zaidi. Sasa utaratibu wa masomo ulivyo umewekwa kwa utaratibu huu wakati kwa kati. Yani si twajua kabisa mwanafunzi akitoka hapa mpaka hapa atakupumzika, basi wewe pumzika, na akitoka hapa mpaka hapa atakupumzika, pumzika. Lakini wewe unataka utoke hapa mpaka hapa ujipumzika, lakini hata ule muda wako kupumzika pia ujipumzika, hayo ni matatizo. Utajiletea matatizo makubwa sana, na si ajabu usistafidi chochote katika kile unachokifanyia muraja. Kwa leo biidhnillah alkarim tuisheni hapa kwa hadithi hizi mbili katika mlango huu. Tutakuja kuendelea insha Allah kesho. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.